Mimi ninaitwa Amani Golugwa, ni naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa masikitiko sana tupo katika maombolezo ya aliyekuwa muasisi wa chama chetu na mwenyekiti wa kwanza wa chama chetu, mzee wetu mpendwa wetu Edwin Mtei, na ambaye amefariki tarehe 19 usiku wa kuamkia tarehe 20, kama ambavyo tulitoa taarifa rasmi ya chama kuhusiana na msiba huu mzito mkubwa ambao umekuja katika wakati ambapo chama kilikuwa katika maadhimisho ya kuadhimisha miaka 33 toka chama hiki kilipopata usajili wa kudumu, kwa maana kwamba siku rasmi kabisa ya chama hiki kilipozaliwa. Na ni kwa bahati mbaya sana tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 1993 mzee Mtei alikipokea cheti kwa maana ya hati ya usajili wa kudumu wa Chadema. Kwa hivyo umauti umemkuta siku moja mbili kabla ya siku ya leo. Ni jambo la huzuni, lakini tunaendelea kufarijiana, tunaendelea kupeana pole kwa familia, watoto, ndugu mbalimbali na sisi wanachama na Watanzania wote. Maisha yake yalikuwa ya baraka kwa Watanzania wote. Historia yake imejaa mambo mengi yasiyo na kifani. Amekuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Kwa hivyo mambo mengi ya kimfumo tunayoyaona pamoja na kuboreshwa kiteknolojia yanatokana na yeye mwenyewe jinsi alivyoyaanzisha. Ni mbobevu, mwenye taaluma ya masuala ya uchumi. Hivyo mchango wake umekuwa na alama kubwa sana katika taifa hili. Mwaka 1992 yeye pamoja na wenzake waliona sababu ya kuanzisha chama cha siasa wakati wa harakati ya vuguvugu la mageuzi, mabadiliko na hitaji la nchi kuwa na vyama vingi. Kwa hivyo kwa uthubutu wa kipekee sana akaanzisha chama hiki ambacho leo tunajivunia chama kikuu cha siasa nchini. Bila shaka sisi tuliopokea kijiti tuna kila sababu ya kujisikia fahari sana kwamba ndoto yake imeendelea na Mungu amemweka hai mpaka leo. Ametwaliwa na Mungu akiwa na miaka 94 na amekiacha chama hiki ndio tumaini la Tanzania, na bila shaka ndio chama mbadala ambacho Watanzania muda si mrefu watakipa ridhaa kiweze kuongoza nchi. Mzee Mtei kama muasisi na mwenyekiti wa kwanza wa chama chetu tumeshaurizana mambo kadha wa kadha na familia na ni hivi punde tu familia wameomba wawe na faragha wao wenyewe ili waweze kuthibitisha baadhi ya mambo na kuyaweka sawa. Lakini katika hatua ya sasa tarehe ambayo familia waliweka ni tarehe 24, na tulizungumza na familia tukawa tumeomba tarehe 23 kwa maana siku ya Ijumaa tuwe na siku ya kufanya kumbukizi la maisha yake, na ratiba ya tukio hilo tutaiongoza sisi chama ambacho alikiasisi, chama ambacho yeye alikitumikia kama mwenyekiti wa kwanza wa chama hiki. Kwa hivyo tarehe 23 tutakuwepo hapa, viongozi wakuu wote watakuwepo. Makamu mwenyekiti wa chama chetu bara John Heche atakuwepo, makamu mwenyekiti wa chama chetu Zanzibar Saidi Isa ambaye ana historia ya ndani sana na mzee Mtei. Mzee Mtei alipoenda Zanzibar wakati wa kutafuta usajili wa kudumu
alikutana na Said Mzee. Kwa hiyo ana historia ya ndani sana, naye atakuwepo. Katibu mkuu John Mnyika atakuwepo, naibu Zanzibar, wajumbe wa kamati kuu watakuwepo, wenye viti wa kanda. Tuna kanda 10 za kichama, 2 Zanzibar na 8 Tanganyika watakuwepo, wenye viti wa mikoa, wanachama watakuwepo. Kwa hiyo itakuwa ni siku ambayo tutafanya kumbukizi la maisha yake. Na haitakuwa kwa ajili yetu wanachadema peke yetu, hapana. Itakuwa wazi kwa watu wote, kwa maana ya vyama vingine na viongozi wa dini na watu wengine wote ambao wataweza kuja. Basi tutayasherekea maisha ya mzee wetu kwa pamoja, kufanya kumbukizi la aina yake. Kwa hivyo nitumie fursa hii wakati tunasubiri familia waweze kufanya confirmation ya mambo kadha wa kadha. Basi katika hatua ya awali nitumie fursa hii kualika ndugu na marafiki ambao tutaweza kukutana hapa tarehe 23 kwa ajili ya kufanya kumbukizi hilo la kuyakumbuka maisha yake, kuyaenzi yale ambayo kwa kweli yameweka alama katika maisha yetu kibinafsi, katika chama na katika taifa kwa ujumla. Kwanza baada ya uchaguzi tulijitahidi sana kuponya majeraha. Kwa hiyo wale waliokuwa tayari kupona walipona, wale ambao hawakuwa tayari kupona waliendelea na maisha yao. Kwa hivyo sisi tuliobaki Chadema, sisi tumepona, tunaendelea na siasa. Wengine wameondoka, wengine kuna watu sijawaona siku nyingi sana, na wengine nimewaona hapa, ndio nimeuliza nikaambiwa kumbe walijikusanya wakaenda huko. Sasa misiba katika tafsiri za kawaida huwa inawaleta watu, na kwenye misiba ndio hata katika tamaduni za kawaida tu, msiba ukitokea basi ndo ndugu mnakaa, alafu ndo naambiana, wewe unakumbuka siku fulani ulimtukana mwenzako, basi mnasuluhishana. Kwa hiyo kama kuna mtu bado hajapona, basi tutaongea tu, alafu kama uko tayari upone utapona. Lakini sisi tuliobaki Chadema, sisi tumepona. Wagonjwa labda walioondoka lakini kwa kweli sisi tumepona. Lakini haizuii watu kuzungumza na si vema watu kutozungumza. Tumekuja msibani, sio kuponya maji, tumekuja msibani. Ndio nasema hivi, sisi tuliopo Chadema tumepona na tunaendelea kujengana, kuimarishana. Nasema kama kuna mtu hajapona, bado ana tabu, yani bado ana roho inamuuma, basi watu ni jambo jema kuzungumza. Kama bado una kitu kamekushika hapa, basi watu wanazungumza. Kama mtu akikataa, kwa mfano mtu hataki, sasa hutaki, alafu bado una kitu kinakutesa, basi unaendelea kubeba hilo gunia la misumari, hakuna njia tena. Mzee huyu ni mzee wa misimamo, misimamo isiyoyumbishwa. Ana kile anachokiamini kwa usahihi wake, basi amekuwa na rekodi hiyo katika utumishi wake mpaka hata alipo kiasisi chama hiki. Na wanachadema wenzangu watakubaliana nami kwenye usemi huu ambao aliupenda kusema mara nyingi: hakuna kulala mpaka kieleweke. Ndio usemi ambao amekuwa akiupenda sana. Sasa usemi huu maana yake ni nini? Hakuna kulala maana yake ni kwamba hakuna kukata tamaa, maana yake ni kwamba hakuna kurudi nyuma, maana yake ni kwamba hakuna kucompromise. Kwa hivyo misimamo yake ambayo kwa kipindi chake na utumishi wake kwenye chama ndio aliyoisababisha sasa ikasababisha kuwa na wanachama na viongozi wa kaliba ya namna yake. Na ndio maana unaiona Chadema na viongozi sisi na wengine wengi jinsi ambavyo tuko madhubuti na imara sana katika misimamo yetu. Kwa hivyo mzee ametuachia kijiti, yeye ameshaondoka, na moja ya jambo kubwa ambalo ni fahari kwetu ni kwamba nasi pia si watu wa kuyumbishwa. Chama chetu ni chama imara sana, na viongozi
katika ngazi mbalimbali. Ni watu ambao tuna misimamo tunayoielewa ya haki ya kweli. Kwa hivyo tumepokea kijiti na Chadema imeendelea kuwa chama imara sana. Mheshimiwa Lissu katikati ya wiki huwa kuna utaratibu ambapo mawakili huwa wanakwenda kumtembelea gerezani Ukonga. Kwa hivyo tulimtuma mkurugenzi wetu wa sheria na haki za binadamu wakili Gaston Garubimbi atakwenda leo kuchukua ujumbe ambao bila shaka pengine siku ya kumbukizi kwa maana tarehe 23 tutausoma ujumbe maalum ambao mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu atakuwa ameuandika maalum kwa ajili ya kumwomboleza na kukumbuka maisha ya mzee wetu. Kwa hivyo kwa ujumla niseme tu Chadema ni chama imara sana, kina viongozi walio madhubuti sana, hatuyumbishwi, misimamo yetu ni thabiti, na lile tunalolitaka ambalo ni la haki ninyi ni mashahidi. Wenzetu wengi sana wametundika jezi, wenzetu wengi sana wamevua gloves, wenzetu wengi sana wamelegea, lakini sisi tumeendelea kuwa imara na misimamo yetu, kwa maana tunajua hitaji la nchi inahitaji nini, na kile ambacho tunaamini nchi inakihitaji tunakisimamia, na ndio maana Chadema bado inaendelea kuitwa chama kikuu cha siasa nchini. Mzee amekuwa kwa hali ya uzee, pengine nisiseme ugonjwa, katika hali yake ya uzee amekuwa kitandani ndani kwa muda mrefu sana, na nadhani ni takribani miaka miwili hivi amekuwa kitandani kwa usaidizi na hawezi kuongea. Na hata mara ya mwisho mwaka jana mwezi wa 3 baada ya uchaguzi, mimi pamoja na makamu mwenyekiti wa chama bara Mheshimiwa Heche tulikuja mwaka jana mwezi wa 3 tulikuja kumtembelea. Hawezi kuongea, kwa hiyo hakuna neno lolote ambalo alilisema kwetu wakati tunaenda kwenye uchaguzi ambao ulifanyika mwaka jana Januari, siku kama ya leo ambapo tulipata viongozi wakuu pamoja na wajumbe wa kamati kuu waliochaguliwa. Kwa hivyo tunayoyaishi au tunayoyaendeleza ni yale ambayo amekuwa akiyasema aidha kwenye matukio ambayo amekuwa akijitokeza maneno yake, na nirejee neno hili ambalo amekuwa analisema mara nyingi sana, na hata siku ambayo tunamsajili kutoka kwenye kumpa kadi ya kidigitali, Mungu alimpa uhai, alimpa uzima na nguvu. Tulikuja hapa mimi na John Mnyika, na mimi nilipata bahati ya kipekee, mimi ndiye niliyemsajili muasisi, na tulizungumza naye. Neno pekee ambalo kwenye kinywa chake limekuwa linamtoka ni hakuna kulala mpaka kieleweke.